Asante sana katibu, asante sana Mheshimiwa Rais. Ukweli umetupa maneno ya faraja ambayo kama sisi waongozaji na kama chama inabidi tutafakari sana kuhusu ufunguzi wako mambo yaliyopatia. Mimi nimekuja hapa kwanza kutoa historia fupi tu kuhusiana na tasnia ya filamu. Imeanzia wapi na mpaka hivi sasa tuko wapi, kwa jinsi ambavyo tumefanya kwa ufupi. Hatujataka kuelezea sana, ni kwa ufupi sana. Hapa naongelea sekta sana na muhtasari wa mfululizo mzima. Utangulizi. Tasnia ya filamu Tanzania ilipata mwamko mwanzoni mwa miaka ya 2000. Kabla ya hapo watazamaji wa Tanzania walikuwa wamezoea filamu za nje, Nollywood, Bollywood, Hollywood, lakini kwa kiasi kubwa wakaingia kwenye filamu za Kiswahili za ndani. Tunatambua hilo wote kwamba watu wote tulikuwa tunaangalia sana Bollywood, Hollywood na Nollywood. Ndio filamu ambazo kwa zamani kabisa ambazo zilikuwa na vitu vilivyochochea mabadiliko ili tuingie kwenye filamu za Kiswahili. Kamera za digitali, urahisi wa utayarishaji, vituo vya televisheni vya ndani kuonyesha filamu za tamthilia za Tanzania, hamu ya Tanzania kuona kazi zao wenyewe kwenye screen. Hivyo ndio vitu ambavyo vilichangia angalau kidogo filamu za Tanzania zikaanza kuonekana, lakini bado ikawa kuna changamoto. Hakukuwa na takwimu rasmi. Hapa tunaongea hakukuwa na takwimu rasmi za mapato, mauzo au idadi ya filamu zilizozalishwa, kwa sababu kutokuwa na sera ambayo itaweka sheria katika utekelezaji wake. Pamoja na yote haya, tumeona kwamba soko letu lilipanda, lakini mpaka hivi sasa tunapoongea ni kwamba hatakuwa na takwimu rasmi. Takwimu ambazo zinasema kwamba tunaona filamu 200, filamu 100 hatuna, kwa sababu hatakuwa na sera na hatakuwa na sheria ambayo ingeweza kurahisisha upatikanaji wake. Historia na changamoto zake. Historia ya sekta za Tanzania kipindi cha ukoloni. Kuanzia mwaka 1930 na kuendelea, wakoloni waliandaa filamu za elimu na propaganda zenye lengo la kuelimisha jamii kuhusu masuala ya kijamii, afya na maendeleo, huku pia zikitoa burudani kwa watazamaji. Mwaka 1988 kilianzishwa kitengo cha filamu cha kikoloni, Colonial Film Unit, katika idara ya ustawi wa jamii, Community Development Department ya serikali ya kikoloni. Na hapo ndipo ilipomuibua Rashid Kwame Kawawa, maarufu kama Simba wa Vita, aliyekuwa miongoni mwa waigizaji wa kwanza filamu ya Tanzania. Pia alikuwa mwongozaji msaidizi. Baadhi ya filamu zilizotengenezwa ni pamoja na Muogo Mchungu mwaka 1951. Filamu hii ilichukuliwa kama mojawapo ya filamu ya kwanza ya Kiswahili iliyozalishwa nchini Tanganyika. Inasimulia hadithi ya familia maskini iliyokutana na changamoto za kijamii na kiuchumi, na ilikusudiwa kuwaelimisha wananchi kuhusu umuhimu wa ushirikiano na maendeleo ya kijamii. Rashid Kawawa alicheza kama mhusika mkuu katika filamu hii. Muona hii kwamba inaonyesha kwamba kuna filamu kwa ushirikiano, na sisi bila ushirikiano, angalia filamu ya kwanza inasema ushirikiano, na sisi ndio lengo letu kubwa ni tuna ushirikiano. Kwa hiyo nchi ianze kuona mapema kwamba lazima tuna ushirikiano. Ya pili, Charo Anarudi. Filamu hii mwendelezo wa Muogo Mchungu, inaisimulia hadithi ya mabadiliko ya kijamii na maendeleo katika jamii ya Tanganyika. Rashid Kawawa alicheza tena kama mhusika mkuu, alionyesha uongozi na ujasiri katika
katika kukabiliana na changamoto za kijamii. Filamu ya tatu ilikuwa Wageni Wema. Filamu hii ilitengenezwa na idara ya ustawi wa jamii na ilikusudiwa kuelimisha jamii kuhusu umuhimu wa ushirikiano na mshikamano. Rashid Kawawa alicheza pamoja na Buhozi katika filamu hii na walikuwa wanaharakati vijana wanaojitokeza kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Filamu zote hizi Rashid Kawawa alikuwa mwongozaji msaidizi na mwongozaji mkuu, waongozaji wakuu walikuwa wazungu. Tumeona hizo filamu. Rashid Kawawa alikuwa mwongozaji msaidizi. Wengine wote walikuwa ni wazungu. Lakini ukiangalia hapa ni kwamba kwa mfano filamu ya Wageni Wema, filamu hii ilitengenezwa kwa ustawi wa jamii. Inaonyesha mshikamano. Yaani bado walikuwa tukiingia issue ya mshikamano. Na directors siku zote ni watu wa mshikamano. Kwa sababu directors hafanyi kazi peke yake. Directors anafanya na wenzake. Yaani as a teamwork. Ili kazi ile kamili kuwa nzuri, automatically director ndio leader, ndio role kwa hiyo vitu. Kwa hiyo tunaona kwamba tokea zamani watu walikuwa wanatengeneza vile vitu ambavyo vinatuweka pamoja. Na mwongozaji alikuwa anacheza main character, lakini alikuwa mwongozaji msaidizi kwa sababu wale walikuwa wanaongoza walikuwa na wazungu. Na wazungu asilimia kubwa walikuwa wanajua Kiingereza. Na Rashid Kawawa alikuwa anajua Kiswahili, alikuwa anacheza na Kiswahili. Kwa hiyo wajue kabisa automatic pale alikuwa mwongozaji mkuu ni Rashid Kawawa kwa sababu anajua lugha ambayo inaongelewa pale. Ni kama mwongozaji. Kipindi cha baada ya uhuru, serikali ya Tanganyika iliendeleza sekta ya filamu na kuzalisha kampuni ya Filamu Tanzania Film Company TFC mwaka 1968 ikilenga kuelimisha historia ya elimu na maendeleo ya kijamii. TFC ilikuwa chini ya serikali ya Tanganyika baadaye Tanzania na ilitengeneza filamu kwa kuelimisha wananchi pamoja na kusambaza burudani. Hapa kuna filamu za miaka tofauti. Muda na filamu kuna mwaka 1968 Umoja wa Vijana, mwaka 1969 Mogo Mtumbu ilirudiwa tena hii, mwaka 1970 Chara Amerudi, mwaka 1971 Wageni Wetu, mwaka 1972 Safari ya Elimu, mwaka 1973 Usafiri, Usafi na Afya, mwaka 1974 Umoja wa Wananchi. Nafikiri 74 na mimi nimezaliwa hapo. Na miaka inaanza kutokea. Lakini bado ni mdogo. Hata si chochote. Kwa hiyo kote ni kwa siku. Mwaka 1975 mikakati ya kilimo, mwaka 1976 elimu ya familia, mwaka 1977 harakati za vijana, mwaka 1978 bima ya afya. Unaona? Bima ya afya inaongelewa sasa hivi kwamba kila mtu anatakiwa na bima ya afya, lakini toka zamani kuna filamu zimetengenezwa special kwa ajili ya kila mtu lazima na bima ya afya. Sasa jiulize, je, tumetekeleza malengo yamekamilika? Mwaka 1979 vijana wa taifa, mwaka 1980 tuwajibike sote. Filamu maarufu zilizotengenezwa kwa ajili ya kuelimisha na kuburudisha ni pamoja na Yomba Yomba, Maangamizi na Mama Tumaini na kadhalika. Hizo ndio baadhi ambazo filamu ambazo tumejaribu kupata kuziongelea, lakini mimi bahati mbaya sijaona hata moja. Kwa hiyo naomba sijaziona kuziangalia. Filamu zilizotambulisha sekta ya filamu kimataifa. Mama Tumaini mwaka 1986, mwongozaji alikuwa Martin Mwando, ilishinda tuzo za FESPO Faso, mwongozaji Martin Mwando. Filamu nyingine ni Neema mwaka 2000, ilishinda ZIF, mwongozaji alikuwa Godfrey Mwagama. Mwaka 2004 filamu ya Tumaini, ZIF, tuzo ya UNICEF, mwongozaji alikuwa Beatrice Mogashakwe. Beatrice
Beatrice Mugashaka. Kwa hiyo mmoja hizo filamu sina tumeweka kwa ufupi sana, tutaki kujatoka kwenda mbali zaidi. Zipo ambazo zimekuja kwa sasa zipo, lakini hatutaka kwenda mbali, tunataka kuacha nyuma nini ambacho kilifanyika. Timeline ya filamu za Tanzania. Mwaka 1990 mpaka 2000, mawazo mwanzoni, filamu nyingi zilizozalishwa nchini zilikuwa kutoka nje, Nigeria, Hollywood, India na Bollywood na Marekani. Watanzania wachache walihusika na utengenezaji wa filamu fupi zaidi, walijikita kwenye maigizo ya jukwani na michezo ya runinga. Mwaka 1990, senchari za mwisho, kamera za dijitali zilianza kupatikana kwa urahisi na kurekodi filamu za bajeti ndogo. Vijana wa Tanzania wakaanza kujaribu kurekodi filamu kwa Kiswahili, lakini bado walikosa mfumo rasmi wa usambazaji na uongozaji. Filamu za mwanzo za Bongo Movie. Hapa tumeweka baadhi ya filamu tu kiasi. Kuna Shamba Kubwa, mwongozaji wa Kasim El-Siagi. Kuna Love Story, Tanganyika na Unguja, mwongozaji Kasim El-Siagi. Dunia Da, mwongozaji wa Kasim El-Siagi. Kifo Haramu, mwongozaji wa Jimmy Ponda Master. Augua, mwongozaji wa Amin Bauchi. Tumeweka chache, tuweke nyingi. Tumeweka chache sana. Tumekuja mwaka 2000. Tumekuja sasa mwaka 2000 huku. Filamu za Neema Gope Mwagama ilishinda tuzo za ZIFF. Hatua ya kwanza kuonyesha filamu za Tanzania zinaweza kushindania kimataifa. Kaza kuonyesha kimataifa. Mwaka 2001 kuonyesha kwa wimbi la kwanza la Bongo Movie, filamu za bajeti ndogo lugha ya Kiswahili, hadithi na maisha ya kila siku. Sekta ikaanza kujulikana mtaani kupitia video, klabu, masoko ya Kariakoo. Hiyo ni miaka 2001 mpaka 2004. 2005 Bongo Movie zikawa maarufu kuliko filamu za kigeni na Watanzania wa ndani. Changamoto zilizotokeza: ubora hafifu, piracy, ukosefu wa majumba ya sinema na kutokuwepo na takwimu sahihi za sekta ya filamu. Serikali ikaonyesha nia ya kusaidia, lakini bado haikuweza kuweka mfumo uliokuwa sahihi wa soko, kulingana na kwamba kuwepo na sera ya filamu, sera iliyokuwepo na sera ya utamaduni ambayo inasema kwamba asilimia kubwa filamu ni kama burudani tu, ni kama entertainment. Hitimisho. Filamu nyingi za mwaka 2006, filamu nyingi za kigeni 2000 kuibuka kwa filamu za Kiswahili, 2000 wimbo la Bongo Movie pendana, lakini changamoto kubwa zikaja kutokeza 2015. Sekta ipo kwenye njia panda. Hapa tunakuja 2015 mpaka tulipo sasa. Sekta ipo katika njia panda. Katika kupanda au kudorora. Ilianza kupanda na kudorora, na ndio hapo tulipo sasa, kutokana na piracy na ubora wa kazi. Kwa sababu tunapoongelea ubora, tunaongelea vitu vingi sana. Tuongelee ubora tu kwa picha kuonekana. Tunaongelea ubora uongozaji, tunaongelea ubora story, tunaongelea ubora uigizaji, tunaongelea ubora kwa kiasi kikubwa sana. Lakini tunaangalia kwamba ni nani ambaye anahusika na huo ubora. Asilimia kubwa ni kwamba tunaona kama ni muongozaji anahusika kwa asilimia 90 au asilimia 100, kwa sababu ndio yeye anayeruhusu ubora utoke. Issue ya piracy ni nini? Sisi tunaanza kuangalia kwenye ubora. Na je, tunaulizana kwamba je, Watanzania wanataka nini? Wanataka nini? Tumeanza changamoto ilikuwa nini? Kwa hiyo hapa tunakuja kwa ajili ya kujadili hicho. Nakuja ujumbe wa msingi wa mfululizo huu. Filamu za Tanzania zilipiga hatua kubwa mwanzoni mwa mwaka 2000. Watazamaji wa ndani walipokea filamu za Kiswahili vizuri, ingawa bora bado ulikuwa changamoto. Ili tasnia ikue inahitaji ubunifu na ubora wa director, wahusika kwa asilimia 100. Sera thabiti
ya kulinda kazi za filamu. Sera ya filamu, tunaongelea sera ya filamu. Miundombinu ya usambazaji wa soko na soko rasmi. Miundombinu na usambazaji wa soko rasmi. Kwa sababu sasa tunapoongelea usambazaji, hatuongelei tu kwamba sisi soko liko Kariakoo, no, tunaongelea mtandaoni, tunaongelea TV, tunaongelea usambazaji kwenye majumba sinema ambayo sasa zimekuwa down sana, ya hazipo. Sasa yote tunaongelea kwenye usambazaji. Uwekezaji katika vipaji na elimu katika filamu. Na hapa kuna changamoto nyingine ambayo kama director tumeiona kwamba kuna uwekezaji wa kifedha, kuna uwekezaji wa elimu. Watu wangapi ambao wanawekeza kwenye elimu kwa ajili ya filamu? Na hapo tunaongelea directors kwamba wewe unatakiwa uwekeze 90% au 100% kwenye elimu, kwa sababu wewe ni professional. Ndio maana tukakubaliana kwamba kuna uwekezaji wa elimu ya filamu. Katika haya ambayo tunazungumza ndio kwa mtindo yangu, sasa tunaelekea kwenye mjadala wa pamoja. Kuna maswali muhimu ya kujiuliza ambayo ni kama changamoto ambayo tunataka kuendelea nayo, tunaweza kuanza nayo, na mengine yatakuja ya uchokozi. Mwongozaji ni nani? Nafasi na majukumu gani katika tasnia ya filamu? La kwanza, changamoto za waongozaji ni zipi? Na hapa kuna issue ya changamoto. Changamoto ni zipi? Nini kifanyike? Haya maswali matatu, mengine yatakuja. Yanatoka kwenu nyie, sisi wote tumekuja kwa ajili ya kujadili. Hapa hakuna mtu anayeweza kujibu swali la mwenzake. Natakiwa kujadili kwa pamoja na tunapata majibu wote kwa pamoja. Inawezekana kwamba mimi difference nijue au jambo fulani nataka nilijue, au kuna kitu ambacho nakiona kabisa hili jambo ndio linasababisha sisi tufike hapa ili tutoke hapo twende kufanya hivi. Kwa hiyo mjadala wetu utaanzia hapo. Ndio kuna maswali ya mwanzo ambayo hapa mbele, lakini sisi tuko free. Unaongea chochote kile ambacho unachoona kwamba kitasaidia tasnia yetu iweze kupiga hatua, itasaidia filamu yetu iweze kupiga hatua, itasaidia mwongozaji